حق الجهاد فليس عنه خيار وغلت مراجل ما له إلا قرار حق الجهاد فليس عنه خيار وغلت مراجل ما له إلا قرار خيل المنايا أسرجت فتأهبي الطين إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Umefurahia sisi kutambue mupo. Shauri sio wakati mwingi nataka nafasi kama hii. Waislamu nasikia wanafurahia si Muislamu Kristo, lakini anafurahia mkutano kuja hapa. Sasa sisi hiyo ni sala yetu kwa Waislamu. Ikiwa ninyi mnafurahia na kisha hii mkutano inafanya nini? Biblia tunayo itumia katika maandiko matakatifu. Bado ndio ile ya mwanzo tunayoitumia kama Wakristo. Unajua Kiswahili sijakuelewa. Biblia mnayotumia katika maandiko matakatifu wa Kristo Ndio inayotumiwa kwa upande wa Waislamu. Sasa ndio kuweka swali. Upande wa Waislamu hatutumii Biblia ile ya Kristo. Biblia nini? Unasikia? Basi sawa tu. Bora Mkenya. Yes. Wamboli asiweni Muislamu. Mimi ni Mkristo. Mkristo. Yeah. Wa kanisa gani? Ya New Hope Mission Church, Mwimuto. Atinaitwa New Hope. Yeah. Yaani nyumbani mpya.
Mganga kweli, wewe ni mganga kweli. Sasa hii New Hope, sijui kama unaweza kuwa na swali la kutuuliza. Unajua kila lako hata nishasahau. Atungeniambia unaitwa nani? Wamorias. Very good. Wamorias, unaweza kuwa na swali la kuuliza Waislamu? Ndio. Uliza. Nauliza swali hili. Biblia tunayo itumia katika maandiko matakatifu. Bado ndio ile ya mwanzo tunayoitumia kama Wakristo. Unajua Kiswahili sijakuelewa. Biblia tunayotumia katika maandiko matakatifu Wakristo. Ndio inayotumiwa kwa upande wa Waislamu. Sasa ndio umeweka swali. Upande wa Waislamu hatutumii Biblia ile ya mwanzo. Tutatumia nini? Malaki 3:16. Malaki ndio 3:16. Hapa Mganga, tuangalie pamoja. Malaki 3:16. Malaki 3:16. Malaki. Mganga, umeuliza swali nzuri kabisa. Na kama kuna mtu akona swali mwingine, pia nafasi inapatikana. Malaki. Ndio. Ngapi Maria? 3:16. 3:16 Malaki. Naam. Ndipo wale waliomcha Bwana. Waliposemezana wao kwa wao. Naye Bwana akasikiliza. Akasikia. Na kitabu cha ukumbusho Kikafanya nini? kikaandikwa mbele zake. Tunaambiwa kwamba kuna waliomcha Bwana, walisemezana wao kwa wao, naye Mungu akafanya nini? Akawasikiliza. Alafu kukaandikwa nini? Rudia tena pole, hebu sikiliza. Kuwa mwanafunzi mzuri. Ndipo wale waliomcha Bwana ndio waliposemezana wao kwa wao. Ndio. Naye Bwana akasikiliza. Akasikia. Na kitabu cha ukumbusho kikafanya nini? Kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana. Kumbe kuna kitabu cha nini? Cha ukumbusho. Kilichofanya nini? Kilichoandikwa kwa ajili ya waliomcha nani? Mungu. Hicho kitabu cha ukumbusho kilichoandikwa unakijua? Ndicho Biblia sasa. Biblia ilikuwa tayari ipo. Biblia hiki kitabu cha ukumbusho. Biblia maana yake neno la Kiebrania, tafsiri yake mkusanyiko wa vitabu, sio ukumbusho. Kitabu cha ukumbusho ni kipi? Sikiliza hapo nikuelimishe. Ndio ujue tunatumia nini. Qur'ani sura ya 36 aya yake 69. 36. Ya sila ya 69. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Wala hatukumfundisha Muhammad mashairi. Kwanza Mwenyezi Mungu anatueleza kwamba hakumfundisha Muhammad mashairi. Muhammad kazi yake si kuleta mashairi. Kila mwanamwema huwa na heshima kwa baba. Hiyo sio kazi ya Muhammad. Teremka chini. Wala haikuwa kwake kuwa mtunga shairi. Wala haikuwa kwa Muhammad kuwa ni mtunga shairi. Haikuwa Qur'ani hii, ila ni ukumbusho na kitabu mpe. Kumbe Qur'ani ni nini? Ukumbusho. Na ni nini? Pia ni kitabu. Kumbe Qur'ani ni kitabu cha nini? Cha ukumbusho. Na ndani ya Biblia tuliambiwa kuna kitabu cha nini? cha ukumbusho. Ndani ya Biblia tuliambiwa kuna kitabu cha nini? Cha ukumbusho. Kilichoandikwa kwa ajili ya wacha Mungu. Ndio hiyo. So sisi Waislamu hatutumii Biblia, tunatumia kitabu cha ukumbusho. Maana Qur'ani maana yake ni ukumbusho. Ndio. Now, ndio tunatumia pale msikitini. Sasa je, swali jingine. Tunapoangalia katika maandiko, tumepata akina Yohana
akina Stefano, akina watu wengine wale ambao walikuwa identified kwa Biblia maandiko. Muhammad ako-identify watu katika maandiko matakatifu, ambapo sijawahi angalia ya kwamba kuna kitabu ambacho Wakristo wanachokisoma Muhammad ako-identify katika hicho kitabu. Very good question. Na ndio mimi nasema napenda watu kama wewe. Unauliza maswali ya adabu ya kueleweka ya mtu ambaye anataka kujua. Umeona katika Biblia kuna Yohana, Stefano na ni wote wamejaa pale. Huyu Muhammadi ni wapi tunaweza mpata katika kitabu? Hususan katika Biblia, si ndio? Sasa na bibi, kwa vile umeuliza itabidi nikutembeze kidogo. Tuweze kutafuta Muhammadi ndani ya Biblia. Kwanza, mtoto anapatiwa jina kabla ya kuzaliwa ama akishazaliwa? Akishazaliwa. Ndio maana unaweza kupatia jina la kiume akazaliwa mwanamke. Ndio? Akazaliwa mtoto wa kike. Ama ukampa jina la kike akazaliwa mtoto wa kiume. So inabidi mtoto azaliwe kwanza ndio mpe jina, sawa? Hiyo nimesema nini? Na kueleza kwamba Muhammadi habari zake zimejaa ndani ya Biblia kabla ya kuzaliwa Muhammadi. Basi jina Muhammadi linakuja alipozaliwa. Sawia na Yesu. Yesu kabla ya New Testament hakuna jina Yesu. Ndani ya Old Testament kuanzia Mwanzo 1:1 mpaka kitabu cha Malaki mwisho hakuna jina Yesu. Jina Yesu linakuja kupatikana ndani ya New Testament, na New Testament ni Injili za Mathayo, Luka, Injili ya Yohana, Injili ya Marko, ambao hao ni wanafunzi wa Yesu. Ndipo tunapata jina la Yesu. Kabla ya hapo utabiri wa Yesu huko katika kitabu cha Mwanzo mpaka Malaki utapata tabiri nyingi sana za Yesu, lakini jina Yesu hakuna. Hivyo hivyo kuna tabiri nyingi za Muhammadi. Ya kwanza na kusaidia sasa, taka nikupe tabiri za Muhammadi ndani ya Biblia. Somaji kwanza na gani? Isaya 29:11. Isaya 29:12. Isaya Muhammad in the Bible 12:29. Isaya 29:12. Aya Isaya 29:12. 29:12. Isaya mwalimu nafika. Inasema nini? 29:12. Ameomba swali, ametaka kujua habari za Muhammad zimeandikwa wapi. Wewe ambao unasikiza pia uje usikize ujue Muhammad ameandikwa wapi. Alafu naomba pande hiyo, wale wanaume mko pande hiyo, mkuje pande hii, mko nyuma ya kina mama. Sio mzuri katika kama sisi Waislamu tumezoea wanawake peke yao na wanaume peke yao. Usitasema kuondoke, sio mzuri. Nimesema tu mbadilishe sehemu, mwende sehemu ambayo sio nakaa nyuma ya mke wa mtu hatari. Hiyo sio sheria katika Uislamu, wala sio hata katika Biblia, sio katika taratibu za maandiko. Kisha chuo hiki apewa mtu asiye na maarifa. Kuna chuo ama abuko chapewa mtu ambaye hajasoma, akaambiwa kisome hicho tafadhali. Huyo mtu akaambiwa kisome hicho tafadhali, akasema sina maarifa mimi. Akasema sina maarifa mimi. Mpe maiki bwana pale. Huu utabiri wa kwanza na kupatia number 1, utabiri huu hata aje pastor, aje reverend, aje nani akikanusha huu utabiri si wa Muhammadi, mimi si Muislamu tena. Kwanza Isaya amesema hivi, kwanza tujue ni utabiri. Anasema kuna chuo ama kitabu chapewa mtu asiye na maarifa, sawa? Akaambiwa kisome hicho tafadhali, akasema sina maarifa. Umefuatilia hiyo andiko? Akasema hana maarifa. Ina maana hii ni revelation, lazima itimie. Tuko pamoja? Sasa tuangalie inatimia wapi. Qur'ani 96 tadbiri yake Suratul Alaq 96 ndio inasema hivi 96. Haya,
Iqra 99. 96. Ndiyo mwalimu, karibu kufika. Aya za mwanzo kabisa za Qur'ani. Hizo ndizo aya zilizoshuka mwanzo wa utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zilitangulia. Mwalimu, ndio tumetangulia kusema katika sura ya Dhuha. Tumetangulia kusema katika sura nyingine ya Dhuha. Maelezo ya aya ya 8 bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio kabla ya kupewa utume. Kabla Muhammad hajapewa utume katika bonde la Makaa, alikuwa na huzuni na wasiwasi mwingi kwa kuona jamaa zake katika upotevu. Alikuwa na huzuni na wasiwasi mwingi kwa kuona jamaa zake wamepotea. Naye hajui namna ya kuwaongoa. Naye Muhammad alikuwa hajajua namna ya kuwaongoa. Mwisho akahamia majabalini karibu ya Makka. Akawa anaabudu na kufikiri. Na kuomba Mwenyezi Mungu amuonyeshe njia ya uongofu. Siku moja alipokuwa katika pango la Jabal Hirai, siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwa katika pango la Jabal Hirai karibu ya Makka, katika kuabudu, mara alimtokea malaika. Mara Muhammad alitokewa na malaika, akamwita. Yule malaika akamwita Muhammad, ewe Muhammad, ni Jibril. Mimi sio kiumbe wa kawaida, mimi ni Gabrieli, mimi ni malaika Jibril, yule ni moleki wa Gabrieli. Nawe ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa viumbe. Na wewe Muhammad ole moleki wa anga ikole shio meshi agai. Wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa viumbe. Kisha malaika akamwambia, soma, ikra bismillahika alladhi khalaq. Soma kwa ile akaiole omete. Soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. Mtume akamjibu, mimi si msomaji, maana sijui kusoma. Kumbe Muhammad ndiye aliletewa kitabu, akaambiwa asome, akasema hajui nini. Na Isaya anasema kuna kitabu chapelekewa mtu asiyejua kusoma, akaambiwa asome hicho tafadhali, akasema hajui nini. Ina maana Isaya alitabiri nani? Muhammad. Ushahidi wa pili anatoka wapi? Isaya 23 21:13 Isaya 21:13 Isaya. Ndio. Inasema hivi. Inasema nini? 21:13 kitabu cha Isaya 13 Isaya. Ndio. 21:13. Usahau pia kuna DVDs nyingi sana utapata baadaye za mihadhara ambayo tumefanya katika nchi yetu ya Kenya. Mihadhara katika mji wa Garissa unapata collection ya mihadhara 7 kwa DVD moja. Mihadhara katika mji wa Isiolo unapata, kwanza hiyo Isiolo na Garissa ilikuwa kiboko yao, ni kali zaidi hata kuliko mihadhara ya kaunti ya Meru. Kuna mihadhara ya kaunti ya Narok, zote mtazipata baadaye. DVD itapatikana kwa shilingi 100. Ziko zimejaa, na ukichukua moja inabeba collection nyingi za mihadhara ya siku nyingi. Tunaenda chini, ufunuo juu ya Arabuni. Angalia pema hiki. Isaya anasema kuna ufunuo wapi? Rudia tena. Ufunuo ndio juu ya Arabuni. Isaya anasema kuna ufunuo wapi? Arabuni. Sawa. Ina maana kama ni ufunuo, anayefunuliwa huwa nani? Mwenye kufunuliwa huwa nani? Mtume, si ndio? Tumia maiki vizuri Bogaka. Kumbe pale Arabuni panatoka lini ujumbe? Maana pale ndio Mungu anapeleka lini mtume pia ufunuo. Sawa. Na pale Arabuni mtume aliyetokea Arabuni alikuwa nani? Ndio sijaelewa. 41 44 Qur'ani. Arabuni alitoka huyo.
40 ile Qur'ani 41 44 ndio Qur'ani inasema 40 ile Qur'ani 44 ndio na lau kama tungelifanya Qur'ani kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu. Mwenyezi Mungu anauliza, lau kama tungefanya Qur'ani kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu, wangelisema kwa nini aya zake hazikupambanuliwa? Mbona aya zake hazijawekwa wazi? Tuweka shida. Lugha isiyokuwa ya Kiarabu, na mtume Mwarabu. Kumbe Muhammad alikuwa mtume nani? Mwarabu. Ndiye anapelekea ufunuo wapi? Waka upo. Nipo bwana. Kumbe Muhammad alikuwa Mwarabu, ndiye anapelekea ufunuo wapi? Arabuni. Hata ilibidi Roho Mtakatifu ahame aende huko. Efeso 1:13. Wokovu unatoka huko Arabuni sasa. Mambo ya Israeli imekwisha. Waefeso ndio 1:13. Waefeso 1:13 ndio inasema hivi, ndio nanyi pia katika huo mmekwisha kulisikia neno la kweli. Habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye. Na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi. Aliye mtakatifu. Ndiye aliye Arabuni na urithi wetu. Roho wa ahadi aliye mtakatifu yuko wapi? Warabuni. Maana Warabuni kunatoka nani? Anatoka mtume. Na aliyetoka Warabuni tumeona ni nani? Muhammad. Ndivyo hivyo. Sasa nakuuliza la mwisho, last but not least. Tumepata ya kwamba Yesu Kristo Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Wapi sasa? Hiyo unateleza. Okay, ni sawa. Yesu Kristo kulingana na vile ambavyo Wakristo tunavyoelewa na kulingana na vile ambavyo wanavyoelewa, si wewe sasa. Asante. Good. Ni Yesu Kristo ni Roho Mtakatifu. Ni mwana na Roho Mtakatifu ambapo yaani Yesu Kristo ndiye Roho Mtakatifu na ndiye Bwana. Yaani yeye ni yote. Yes. Illa lillah. Sasa ndio hilo swali tunaloliuliza ya kwamba Muhammad yeye ametokana na wapi? Kisha na maana tumeona ametoka Warabuni. Kisasi chake sasa haswa ni kipi? Sasa ndio nataka kuulizia nikimalizia ya kwamba kizazi chake Nabii Muhammad, kabla umalizie. Nabii Muhammad ametoka katika kizazi kile cha Ibrahimu kupitia mtoto wa pili wa Ibrahimu na wa kwanza wa Ibrahimu, jina lake Ishmaeli. Ishmaeli pia alizaa mashahidi 12. Katika hao akazaa mtoto mmoja anaitwa Kenan. Kenan ni mtoto wa Nabii Ishmaeli aliyezaa kizazi cha Waarabu, kabila ya Makureishi. Muhammad ametoka hapo. Yes. Ametokana na hiyo kizazi cha Ishmaeli kupitia kwa mtoto mmoja wa Ishmaeli, jina lake Kenan, ambaye ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 25:13 utapata vizazi na watoto wa Nabii Ishmaeli. Na igule. Amezaliwa na baba na mama. Yes. Baba ya Muhammad anaitwa Abdallah. Yes. Alafu mama yake anaitwa Amina. Sasa hapo ndio ulikuwa unataka sana. Hapo ndio ulikuwa unataka sana na baba. Hapo ndio ulikuwa unataka. Mpendwa. Ndio. Kwenye nilikuwa nataka nimalizie ya kwamba Yesu Kristo alipokuwa anatembea hapa na pale katika hizo safari zake, ndio kuna baadhi ya zile ambazo alikuwa anazifanya tunazosiita miujiza. Ndio. Mara ya mwanzo kama vile naweza kutoa mfano, alifufua wafu mingi sana, kwa mfano kama moja alifufua. Ndio kulingana, mimi nasema hivi, hakuna hata muujiza moja Yesu alitenda. Kama kunao unionyeshe, na kama kuna Mkristo hapo nao walete. Kuna Mkristo anajua muujiza ati. Naomba kidogo tupishe hiyo kitu tu, samahani ustadi. Kama kuna Mkristo anakataa
ukisema Yesu alifanya muujiza, aniletee muujiza moja wa Yesu hapa na mpatie shilingi 1000. Karibu brother, ukaingie. Habari gani brother? Ema. Mimi naitwa Yusuf, wewe unaitwa nani? Bogwa kwa hana hatia. Ndio nani tike na kaoru. Ndio inge mwana kioleta kwa Saidi. Au beta kwa ndogo tale tuogota kwa mwehoko. Sasa brother, bado kuna swali nilikuwa nataka kumaliza. Mimi sitakuzuia. Yes. Endelea. Sasa ndio nauliza ya kwamba unisikize sasa, sababu wewe ni nyinyi sasa ambapo mnasema ya kwamba Yesu Kristo hakufanya baadhi ya miujiza zote zile, lakini baadhi hata moja. Okay, sisi tunaelewa ya kwamba kunazo zile ambazo alizozifanya kama vile Bartimayo alipokuwa kipofu, yeye mwenyewe ndiye aliyemsababisha akaona. Jambo jingine la pili, kuna yale ambayo aliyoyatenda kama mtoto wa Lazarus, yeye alikuwa venye alikufufua. Nani? Yesu. Sasa Yesu akafufua Lazaro. Sasa hiyo hakuna. Hiyo sijawahi ona. Sasa swali ni ndio imesikika na kulingana na maandiko. Swali ni Aburi mwenyewe alifanya baadhi ya miujiza zipi ambazo zinazoelewekwa zikaandikwa katika maandiko matakatifu? Nani? Muhammad. Yes. 13:38 Qur'ani. Sikiliza 13:38 Qur'ani. Unajua wengine wameliliku vibaya. Nikisema Yesu hakufanya muujiza hata moja, kuna wengine mpaka wananiangalia kama wamelaba dimu. Samahani. Wewe ndio hujanielewa vizuri. Kuna maana ninaposema hakufanya muujiza hata moja Bwana Yesu, namaanisha nini? Na maanisho ni kile Mungu kile ganiona leo wewe. Ninamaanisha hatia. Na tuliopelekea mitume kabla yako. Mwenyezi Mungu anasema na tulipeleka mitume kabla yako. Yaani anafikiri kile mmoja, yaani Muhammad yataloka. Unajua Muhammad ndiye wa mwisho. Na ukisikia mwingine anajiita nabii kutoka kwa Muhammad, aje aseme yeye ni nabii, huyo ni bukora. Teremka chini. Inasema ndio, na tukawajalia kuwa na wake na watoto. Mwenyezi Mungu anasema na hawa mitume aliwajalia kuwa na wake na watoto. Teremka chini. Sijiwaje ukiwa mtume wewe una wake na watoto? Sio jambo jipya wewe Muhammad ukiwa na mtume, ukiwa na wake na watoto. Hiyo ni kawaida ya mitume, walikuwa wakioa, walikuwa na wake na watoto. Teremka chini. Hayamkiniki. Sikiliza sasa Kiswahili hapa. Hayamkiniki. Kikuu tunasema mtijaonekana. Hapa Kiswahili ya kueleweka. Haiwezekani, hayamkiniki. Teremka chini. Kwa mtume kuleta miujiza, isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Mebaiki. Haiwezekani mtume yoyote alete miujiza, ila hiyo miujiza inakuja kwa idhini ya nani? Mungu. Kwa hivyo anayefanya miujiza ni mtume ama ni Mungu? Ni Mungu. Ndio nikasema Yesu hakufanya miujiza, aliyefanya miujiza nani? Mungu. 2:22 kitabu cha Matendo ya Mitume. Sikiliza vitu. 2:22 Matendo ya Mitume. Matendo ni ya Mitume. Ndio. 2:22. Enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Wewe si Muisraeli, wapi? Demokaka, wanaume wa Kisii ama wa Kenya, maana ni Mkenya. Teremka chini. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu. Unasikia? Yesu kwanza ni mtu. Hiyo kumuita Yesu Roho Mtakatifu na haribu wewe. Yesu ni binadamu kama mimi, ila tofauti ni nabii wa Mungu. Mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu ndio alizifanya kwa mkono wake kati yenu. Kumbe miujiza yote ambayo unadhani Yesu kafanya sio Yesu, ni nani? Mungu. Sasa swali lako inatakana uweke hivi: kuna miujiza yoyote Mungu alifanya kwa kupitia Muhammadi? Uko pamoja? Very good. Na sisi Waislamu
hatujajengwa katika miujiza ama kuona. Waislamu hawaamini kwa kuona miujiza. Ndio Mungu anawaita ya ayyuhalladhina amanu, enyi wenye sifa ya imani. Kwa nini? Sisi tunaamini yasiyoonekana maadamu yamesemwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake, sio lazima tuone. Sasa wewe una lazima uone. Sasa kwa sababu inabidi wacha tu nikusaidie. Muujiza mmoja wa Muhammadi ni hiyo Qur'ani. Unajua una expect ni kuolesha vipofu wakifunguliwa macho na viwete wakitembea. Muujiza wa Muhammad ni hiyo Qur'ani unaiona hapo. Iko na miaka 1440. Qur'ani haijabadilika herufi moja wala nukta moja tokea ilipoteremka kwa Muhammad mpaka sasa. Iko the way it is na haitobadilika mpaka kiyama kisimama. Kiyama kikikaribia, maandiko yote ya Qur'ani yataondoka. Itakuwa hakuna maandishi ya Qur'ani katika vitabu, zitabaki plain. Muujiza moja ni hiyo Qur'ani. Haijawahi kuwa na shaka. Mpango wa kuwa na shaka haina, haitawahi kuwa na shaka kwa sababu ni kitabu cha muujiza. Muujiza wa kuona ambao unapenda sana ujue, huyo hapo sura 50 ile suratul Kahf. Vitu kama hizo ndizo mnapenda nyinyi wa Kristo. Sasa wacha nikuoneshe hizo. 54. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ndio 54 moja suratul Kahf moja. Na inasema hivi. Inasema nini? Mwalimu ngoja nifike. Fika. Siku ya kufika kiyama. Wewe nani? Wewe usome Qur'ani ilivyoandikwa. Hakuna siku hapa. Saa ya kufika kiyama. Saa ya kufika kiyama imekaribia. Imekaribia. Mungu anasema saa ya kufika kiyama imekaribia na mwezi umepasuka. Na mwezi umepasuka. Andiko inasema saa ya kufika kiyama imekaribia na mwezi umepasuka. Wewe una habari kwamba mwezi ulipasuka? Sina hiyo habari. Hauna hiyo habari. Na unajua kwamba mwezi una crack katikati? La. Wanasayansi waligundua baada ya kusoma hii aya. Huu mwezi ulipasuka zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muujiza moja aliyofanya mkubwa ni kwamba mwezi ulipasuka mbele ya makafiri wa Kikureishi na mbele ya makafiri wa Kiyahudi na mbele ya mfalme aliyekuwa akijulikana kama Habib Malik, aliyetoka katika nchi ya Syria kwenda mpaka katika mji wa Makkatul Mukarrama kumuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maswali. Katika hoja na maswali yake alitaka mwezi upasuke na mwezi utamke maneno ya shahada. Ukubali kwamba mwezi uzungumze, useme kwamba mimi ni mwezi na nashuhudia kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mungu mmoja na Muhammadi ni mtume wa Mungu. Alipoomba hayo mfalme wa nchi ya Shamu, Allah alifanya kama alivyoomba. Ni kisa kirefu, mimi na kuchukulia tu sehemu yenyewe. Mwezi ulishuka, ulitoka mbinguni ukashuka baba, ukapasuka mbele yao, kisha mwezi ukatamka maneno ya shahada, ukasema nashuhudia kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki ila Allah na Muhammad ni mtume wake. Umesikia huo muujiza? Kisha mwezi ukarudi mbinguni. Mpaka sasa wanasayansi waliposoma hiyo aya ilibidi wachunguze, wakakuta kweli katikati ya mwezi kuna crack kubwa. Unajua ukiuangalia ukiwa hapa duniani huwezi ona hiyo crack. Wale ambao wanaenda kule waliona kweli kuna crack katikati ya mwezi. Uli crack siku alipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huo ni muujiza miongoni mwa miujiza ya Muhammad. Ila sisi Waislamu hatutegemei miujiza ili tuamini. Qur'ani bilibili.
Qur'ani 2:2. Na ndio ukasikia nikisema hapa, wengi nyinyi mnategemea kuona miujiza. Nikasema kwa mfano, leo ukitaka kanisa lijae, ndio unaita unaipatia jina, alafu mwisho unaandika Admira Center. Bila kuweka hiyo jina Miracle Center, hakuna wafuasi. Ukitaka wajae, mpaka uweke Miracle Center. Ndio hata ukifungulia TV kwanza hizi za Signet, hizi free to air, kuna station nyingi sana pale za wakorofi. Unakutaga watu wanapiga nduru. Aliniambia nibuwe. Nasikia ubuwe. Tembea. Na kuamuru toka. Unasema huyo pastor kweli yako na miujiza. Nimekuambia ukitaka kujua afanye miujiza, niletee mtu wako na pepo hapa, nikuoneshe hakuna miujiza inafanyika hapa. Uone kama hata wika vile wanawika kanisani. Mimi nitamuikisha hapa. Kapiga nuru kweli. Taweka siri. Hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Ni uongozi kwa mchao Mwenyezi Mungu. Kinaongoza, hii Qur'ani inaongoza wacha Mungu. Ndio nisikia pale katika kitabu cha Malaki, ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiza, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa kwa ajili ya wachao Mungu. So hii Qur'ani ni uongozi kwa wale ambao wanamcha Mungu. Tayeba shiri ambao huyaamini yasionekana, ambao wanaamini yasionekana, maadamu yamesemwa na Mwenyezi Mungu, maadamu yamesemwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake, na usimamisha sala pebaiki. So sio lazima tuone miujiza, sisi tunaamini maadamu ni Mungu amesema na nani? Na mtume. Tuko pamoja? Yes. Na hata kwa Yesu ukidai miujiza sana, Yesu alikuwa hatari. Nimalize nije kwa huyu. Mathayo 12:38. 12:38 Mathayo. 12:38 Mathayo. 12:38 Mathayo. 38. Ndio. Hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo, wakamjibu Yesu akasema, Mwalimu, nataka kuona ishara kwako, tunataka kuona miujiza kwako. Akajibu akawaambia, Yesu anajibu anawaambia, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, chatafuta miujiza, wala hakitapewa ishara. Kumbe Yesu alipoitishwa miujiza, aliita wale watu kizazi kibaya na cha nini? Sio kizazi cha zina ndicho kinapenda nini? Waka miujiza. Kwa hivyo wewe usipende nini? Nisipende miujiza. Bala wanaopenda sana miujiza ni kizazi cha nini? Ni sawa. Si sawa. Hivyo. Hebu kidogo tumsalimie huyu alafu turudi kwako. Sasa nilikuwa nataka kumalizia nikisema ya kwamba brother, nimeshukuru kulingana na majibu yako. Ndio. Aliye na masikio amesikia. Ndio. Mwanzo unachokisema na kila ambacho kimesemwa iwapo kipo. Kwani umeona kama hakipo? No, nielewe vizuri. Ndio. Kipo. Ndio. Nielewe. Maana kulingana vile ambavyo nilikuwa nimesema, ndio. Kwenye kwa ndosi ninamangana sana. Yaani sorry. Nilikuwa nasema hivi. Yes. No. Nilikuwa nasema tumeelewana, tumesikizana, tumesikia hayo maneno kulingana vile ambavyo yalivyo. Kwa hivyo nimeshukuru kwa sababu ya hayo majibu, na nimeuliza nimelipika kulingana vile ambavyo nilikuwa nataka. Sawa, sasa na mimi naomba kidogo usiondoke. Yes. Subiri tu dakika moja narudi kwako. Hebu msalimie yule. Brother, wajira wetagwo Bogua tonawoka umana kaundugia na gutwira. Ndio lete ukararagia kirere. Sikuwa na bishana ati unajua mimi jaribu sasa hata Qur'an. Ndio. Na yes, nilikuwa na support hivyo nilikuwa nasema. Na sasa kwa nini Bongo usikuwe Muislamu? Time bado pesa yake. Saidi unasemaje? Sasa ndio. Okay, ulikuwa mnaongea kuhusu
ati Yesu hakufanya miracle yake. Hii aliweza wa Mungu. Yesu kila tema alikuanga dokedeko Bible. Anasema ni Mungu amenituma. Kweli kabisa. Sawa, niko tu na support. Asante sana, nimekuelewa. Hebu nione mikono ya Waislamu pande hii. Waislamu tupo hapa. Hebu nione wa Kristo. Naomba nikusalimie mzee ukitoka kazini. Jo. Habari gani brother? Mimi naitwa Yusuf. Wewe unaitwa nani? Naitwa Simon. Simon, hebu enda kumsalimia Saidi pale. Yule kijana mdogo wako na ndevu nyingi. Usijali, ndevu zilimkubali. Mzee Saidi, mkaribishe hapo. Mgeni wetu. Mgeni mheshimiwa. Kabisa. Hebu mpe maiki mheshimiwa hapo. Mgeni wetu Simon. Simon, nieleze tu. Simon, wewe ni Muislamu? Hapana, si Muislamu. Alafu toa sauti kama mwanaume bana. Sio Muislamu. Wewe dini gani? Mimi ni Mkristo. Wewe Mkristo. Jivunie kuwa Mkristo. Unajua hapo ndipo dini yako ipo, si ndio? Ndio. Una swali la kuuliza Waislamu? Hapana, chenye nimefurahia chenye umefikisha baadaye nini kusaidia hapa. Furahia hiyo pia. Umefurahia sisi kuja Mwemuto? Shauri sio wakati mwingi tunapatanga nafasi kama hii. Allahu Akbar. Waislamu nasikia anafurahia, si Muislamu Kristo, lakini amefurahia mkutano kuja hapa. So na sisi hiyo ni challenge kwa Waislamu. Ikiwa nyinyi mnafurahia, wahakikishe hii mkutano inafanya nini? Inakuja hapa. Sasa Simon, wewe ni Mkristo wa kanisa gani? Mimi ni Mkatoliki. Mkatoliki. Hata mimi nilikuwa huko. Ile nasadiki kwa Mungu Baba, ninasadiki. Alafu kuna moja tulikuwa tukiimba kwa mazishi hususan, lakini tulikuwa tunaimba kwa lugha ya nyumbani. Tunasema Hamisi wito thiena wega netokolala kumatwine. Unaisikia hiyo? Unaijua? Kayo unaijua lugha hiyo? Naifahamu. Unaifahamu. Sasa swali mimi lile nauliza, je, Yesu alikuwa Mkatoliki kama wewe? Najua kuna sababu imenifanya nitoke kule, nilikuwa huko. Ungependa kujua kwa nini nilitoka? Hiyo naweza penda. Unaweza penda. 14:6 Yohana ndio 14, lakini huko nyimbo zao ajabu. Japokuwa yote kulingana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yote ni sauti sheitani. But at least kule unajua za siku hizi naona vijana wanakuja 10 namna hii. Au wanafanya vituko hivi. Unasikia nikikite chucha. Bila Yesu ni chikite hizo vitu chogodo dogo. Yaani wewe bila Yesu ni kidite. Sasa mwalimu ukiwa hizo vitu dogo dogo na zile zingine wacha hiyo. Una ile kali cheza kama umepigwa radi. Vitama. Wewe kile kiongo ile. Torie na mana mare. Wewe bona leo ingira kiongo ile. No ingetwa hole tu leo hadi. Bondo hole tu leo hadi no acha koida. Mtu amepigwa na radi anaweza kucheza? Hawezi mwalimu. Atakuwa amekufa. Shekhe, hata radi ikipiga hapa waje kucheza. Ndio, watu wataingia mitini. Unajua hakuna asiyeogopa kufa. Watatoroka kifo. Alafu naambia cheza kama umepigwa radi. So hizo hatari. Kule Katoliki vitu zilikuwa kidogo, sio kwamba ati nzuri sana, lakini polepole. Unasikia uone modo wobe ukwenda kono kia moyo wakenda utaliodoa walai dige utaliodoa injili yake Yesu ndiye. Hakuna fujo mingi. Mwaka ameenda. Mwaka utadiaga wewe. Maliza hapo alafu aniage.
Yesu akamwambia, mimi ndimi njia. Yesu anasema mimi ndimi njia, niende ni njia Na kweli na uzima. Mtu Haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi mpe. Yesu ndiye aliyenifanya nitoke kule, kwa sababu Yesu anasema mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Sawa. Mtu ina maana wewe naona ni mtu, sijakosea, si ndio? Unajua kuna mwingine anaweza kukuambia umekosea, na mimi ni mtu. So kama sisi ni watu, hatuwezi kwenda kwa Mungu ili tufuate njia ya nani? Ya Yesu. Kwa hivyo sasa hivi wewe Simon na mimi Yusuf tuchukue njia ya nani? Ya Yesu. Tumweke Yesu mbele na sisi nini? Nyuma. 2:21 Petro wa kwanza. 2:21 Petro wa kwanza. Ndio inasema hivi. 2:21 Petro ni wa kwanza. Inasema nini? Kwa sababu ngoja nimuoneshe. Kwa sababu ndio mlioitiwa. Maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu. Akawaachia kielelezo. Mfuate nyayo zake. Yesu ametuachia tufuate nyayo zake. Tumweke Yesu mbele na sisi nyuma. Anaenda Ashel, Anio, Adek, Angwen, Abichi. Akiingia kanisani tuingia wapi? Pia tuingie kanisani. Akienda Agenge, Ai, Somo, Sogol, Sisiti. Akiingia msikitini tuingia wapi? Msikitini. Tuone Yesu aliingia wapi? Ile 16 Luka. Ile 16 Luka inasema. Luka mtakatifu. Ndio naona muda leo umekwenda kweli. Soma tumalizie. Kesho mkutano unaendelea hapa. Tunawakaribisha nyote Waislamu kwa Wakristo. Wote tusikie, tupeleke injili pamoja. Tusikize vitabu zinasema nini. Tutafute njia ya sawa. Tukiona hii ndio sawa uweze kufuata. Peleka shili. Akaenda Nazareti. Yesu akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato Bwana Yesu akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Patie mic. Umesikia maneno? Ndio nimesikia. Kumbe Yesu desturi yake, Wakikuyu tunasema kamotuo, Kiswahili mzuri, tabia Yesu alikuwa anaingia katika nini? Kwa sinagogi. Unaijua sinagogi? Ni aina ya kanisa ile ilikuwa wakati ule. Kanisa ile ilikuwa wakati ule. Ina maana mimi na wewe pia inatakana tuingie wapi? Hapo kwa sinagogi. Unaijua msomaji? Waoneshe sinagogi ni nini? Akuje, njoo tu, usiogope mzee. Kuna swali hapa? Wacha tumusikie. Karibu sana. Somee tafsiri ya sinagogi hapo. Nasoma mwalimu. Najua mgeni akiingia lazima karibishwe. Nafasi. Karibu tena kwa heshima kubwa kabisa. Cameraman unaweza mwekea mzee chai. Peleka shule. Ndio. Sinagogi mwalimu. Ndio nafika. Maana yake ndio msikiti wa Wayahudi. Kumbe sinagogi nini? Msikiti wa Wayahudi. Kumaanisha Yesu kabila yake alikuwa Myahudi, anaingia wapi? Msikitini. Akiingia kwa msikiti atakuwa dini gani? Atakuwa Muislamu. Kumaanisha Yesu alikuwa nani? Alikuwa Muislamu. Nikiwa wewe Yesu atakuwa mbele na sisi tuko nyuma ya Yesu, utajikuta Simon na Yusufu tumeingia wapi? Msikitini. Tutakuwa kila nani? Tutakuwa Waislamu. Ina maana wewe ukitaka muongozo wa Yesu lazima uwe nani? Muislamu. Uko tayari? Hapo bado nitakujibu baadaye. Sasa wewe umemkataa Yesu mpaka ulijibu baadaye. Na ndio sababu nimekueleza sababu iliyonitoa wapi? Kanisani. Ulikuwa Mkatoliki? Nilitoka huko maana nilifuata nani? Ulimfuata Yesu. Maana Yesu ananipeleka wapi? Msikitini. Sasa nilipokosa kanisani ningefanya nini? Nikabidi nilifuata wapi? Msikitini. Ndivyo hivyo. Sasa wewe hiyo ni tafakari ya babu.
wakati unajifikiria, wacha tuchukue tuongee na huyo mgeni kwa sababu ya wakati. Alafu mgaka ameniambia kuna jambo moja kisha aende. Sawa, tutampa saa hii. Habari ndugu yangu? Nzuri. Mimi naitwa Yusuf, wewe unaitwa nani? Oscar. Oscar, Muislamu? Mkristo. Nimesikia una jambo la kusema, sijui unataka kusilimu ama uko na swali la kuuliza? Maswali sio swali. Maswali chungu mzima. Tafadhali. Sasa mimi sijui itakuwaje, kwa sababu naona giza ndilo hili lishaingia. Mimi nitachukua maswali mawili peke yake kwako, mengine tutayaendelesha kesho Mungu akipenda. Sawa? Sawa. Haya, lete la kwanza. Kuulizia, ndio, according to the creation, naam, huwa tunasikia ati kulikuwa na only one church. Okay, before hatungejua kuna church ama kuna nini, but for now tunasikia there are different denominations, of which Islam imetoka. Kwa hiyo Ukristo ilikuanga. Sasa kuulizia tu swali ya kwanza, how comes Islamic iko tofauti na Christianism? Mimi nimekushika ile swali lako, nimebeba mambo mingi tu ndani mingi tu, kwa sababu kwanza umefanya kwamba Uislamu umetoka kwa Ukristo. Something impossible. Okay, just a minute. If you don't mind, ni hivi, wakati wa creation tunaambiwa according to the Bible kulikuwa na one denomination kabisa, but for now tuko na Islamic, tuko na Christianity. Tena Christianity imebeba mengi sana mpaka kaforonokia paladaka. Sasa kwa hii Christianity tuko na Catholic, kuna watu wa Anglican, hesabu hizo hata zitajiki, maana ziko mingi mpaka zingine zinafunguliwa asubuhi. Sasa ukweli wa maneno, Islam was the first religion. When God created Adam was a Muslim. Qur'ani 213. Tunaanza na Qur'ani tukiingia kwa Biblia. Brother, tunarudi kwa Biblia. Sawa tu, before tuende kwa Biblia. Ni wapi nimeandikwa ya kwamba Islamic was there before? Ndio hiki tunaenda. Ndio hapo tuko. Wewe swali lako tutachukua moja kwa sababu ya wakati. Maana hiyo swali yako ina upana. Hii moja tu ina upana. Tunaweka shilingi Qur'ani 2:213. Nishafika mwalimu. Naam. Watu wote duniani walikuwa dini moja ya haki aliyokuja nayo Nabii Adam. Kweli kabisa, watu wote duniani walikuwa na dini moja ya haki aliyokuja nayo Adam. Efeso 4:4, Biblia inasema nini? Waefeso 4:4. Alafu sasa tuangalie hiyo iliyokuwa mwanzo ni ipi? Ni Ukristo ama ni Uislamu? Which was the first religion? Ukristo kwanza umeanza miaka 14 baada ya Yesu kupaa juu mbinguni. Wakristo wa kwanza wanapatikana Antiokia. Nitakupa maandiko. Mwili mmoja, sote ni mwili mmoja. Na roho moja, sote ni mwili mmoja uliotokana na Adam, roho moja aliyepuliziwa Adam. Teremka chini. Kama na mlivyoitwa katika tumaini moja. Nini? Na wito wenu. Ndio. Bwana mmoja, Mungu ni mmoja, imani moja. Imani ilikuwa moja. Mpe maiki. So watu wote duniani walikuwa na imani gapi? Moja. Sasa tuangalie ipi hiyo imani. Kwanza Ukristo tunautoa. Kwa nini? Matendo ya Mitume 11:25. Ukristo unaanza wakati wa Paulo, Yesu akiwa juu mbinguni. Kiita vitu hapo. Matendo ya Mitume 11:25. 11:25. Ndio. Matendo ya Mitume 11:25. 25. Ndio. 11:25. Harakisha kwa sababu time ndio hiyo. Kesho tutakuwa na nafasi nzuri pia mpaka Jumapili Mungu akipenda. Teremka chini. Kisha akatoka kenda Tarso kumtafuta Sauli. Kisha huyu ni Barnaba akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Sauli ndiye aliyeokoka kwa kulingana na nyinyi akaitwa Paulo. Ndio mnasema Paulo ateke ile kanisa wa Filipi. Lelia ohe toledo horo wama. Teremka chini. Hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima, ikawa Paulo na Barnaba walikusanyika Antiokia muda wa mwaka mzima.
wakakusanyika pamoja na kanisa. Ndio. Na kuwafundisha watu wengi. Na wakafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakristo. Kwanza hapo Antiokia. Kumbe wanafunzi wanaitwa Wakristo kwanza wapi? Antiokia. Wakati wa nani? Wa Paulo. Wakati huo Yesu yuko wapi? Juu. Ina maana Yesu akiwa duniani hakuna watu wanaitwa kina nani? Kristo. Kwa hivyo Wakristo kwanza waondoe kando. Katika hizo dini hizi za zamani kwanza ondoa Wakristo weke kando, maana wanaitwa wakati wa Paulo. Tulete Waislamu kidogo. Nehemia 12:40. Aya, Biblia inasema. Nehemia 12:40. Nimesikia nikuuliza kama ni Biblia. Hiyo ni Biblia. Qur'ani ndio iko hapa juu. Qur'ani ni watu na nyingine kwa upande huko. Aya, Nehemia nasoma. Nehemia 12:40. Sikiliza, Waislamu wanapatikana zamani, hata kabla ya kuzaliwa Muhammad, kabla ya kuzaliwa Yesu, kabla ya kuzaliwa mpaka Daudi. Hao Waislamu wanapatikana. Sikiliza vitu. Hivyo walivyosimama. Angalia maandiko yanasema nini? Ndivyo walivyosimama. Mikutano yao walioshukuru nyumbani mwa Mungu. Mikutano miwili yao walioshukuru nyumbani mwa Mungu. Na mimi Nehemia na nusu ya mashehe pamoja nami. Nehemia alikuwa na kina nani? Unawajua mashehe? Hapana. Haujui mashehe? Hebu angalia hiyo Qur'ani hapo juu. Wakava, hata kwa kava nadhani. Umeona hapo? Hiyo kava mwanzo haitaandikwa Qur'ani tafsiri ya juu ya kava. Mwalimu, hii ni mpya. Hata bila nini. Angalia. Hiyo ni Qur'ani imetafsiriwa na nani? Ati Sheikh Ali Muhammad. Muhsin, sawa. Kwani msikitini wale wanaongoza tunaita nani? Ni hao tu wameandika kwa Biblia. Wanaitwa Sheikh, si ndio? Kumbe masheikh walikuwa hata kabla ya kuzaliwa Yesu, sawa? Ambao masheikh ni viongozi wa dini gani? Waislamu. Masheikh kuna Wakristo. Kuna Wakristo kule kanisani wanaitwa masheikh. Lakini brother, mimi niko na neno hapa. Sitakataa maoni yako. Si maoni. Mimi nakuuliza Sheikh. Okay. Wapi? It's according to the Quran. Hiyo ni Quran. But before their existence, kulikuwa na wenye walikuwa wanaandika Biblia. It's the Bible that was translated to the Quran. Bible ni kando, Qur'ani ni kando. Andiko la mwisho 7:25 Ezra, wakati umeingia giza hiyo. Nimekuonesha mashehe wako. Sikiliza wengine hapo tunamaliza. 7:25 Ezra. Ndio. Inasema hivi. 7:25. Hamisi ananiangalia vibaya. Tenga chini. Jana ni ibada. Na Ezra. Makadiri ya hekima ya Mungu wako iliyoko mkononi mwako. Ndio. Waweke waamuzi na kina nani? Na makazi. Mpe. Ezra anaambiwa weke waamuzi na nini? Makadhi. Kadhi ni kiongozi wa dini gani? Muislamu. Kumbe makadhi wako zama za Ezra kabla ya kuzaliwa hata Yesu. Kuna kina nani? Brother. Yes. Biblia hiyo. Biblia hiyo. Nitaamini ni Biblia. Utaamini ni Biblia. Kwa hivyo Waislamu tulikuweko tangu zamani za hata Ukristo zote zilikuwa. Kristo umekuja na Paulo, tutakutana kesho time mbaya. Patia mkisi amalizie. Yes. Nimefurahia sana brother. Ndio. Jambo ambalo ningependa kulisisitiza na kulitilia mkazo ni ya kwamba maandiko kunako mahali ambapo yamenifurahisha ya kwamba yakisema ya kwamba wapendo wangu tumepotea kwa sababu ya kutojua. Ndio. Nilikuwa nasema ya
kwamba nikitilia mkazo katika hayo maandiko katika hii dunia kunao wale ambao hata kuna wakati wewe ulikuwa unakimbia, sijui kama kunao wakati ulikuwa shuleni ukikimbia mara pale. Ukiwa unakimbia lazima kuwe na mshindi. Ukiwa unacheza hata kama ni mpira lazima kuwe na mshindi. Kumaanisha ya kwamba nikatilia mkazo ni kwamba wakati ambao tunazidi kuwa katika hii dunia yetu, hii dunia yetu, sijapinga ya kwamba umesema ya kwamba Mungu Yesu hayupo. Sijasema ya kwamba hivyo. Unishika mzuri sana mpendwa. Sijasema ya kwamba umesema Yesu hayupo. Lakini according to me, naweza nikasema ya kwamba Emmanuel is God with us. Mungu hako pamoja nasi. Habari ni Yesu. Maanisha ya kwamba Yesu hayuko mbinguni, ako pamoja na sisi. Kwa hivyo Yesu ni Mungu na yuko hapa. Very good. Sasa haya tunaongea kesho. حق الجهاد فليس عنه خيار وغلت مراحل ما له إلا قرار حق الجهاد فليس عنه خيار وغلت مراحل ما له إلا قرار خيل المنايا أسرجت فتأهبي الطين إن رحات سوف تداره